wa mimma yusaiduka lilwusuli ila najah, na miongoni mwa njia na miongoni mwa sababu ambazo zitakusaidia wewe ufike katika lengo lako, ufike katika kufaulu. Jambo la kwanza, undhur fil awaqibi, angalia mwisho wa jambo lako litakuwaje. Mfano, unafanya biashara ama unafanya kazi kwenye kampuni, angalia kile ambacho kwamba unachokipata. Je, kile unachokipata kitakufanya wewe ufike katika malengo ambayo uliyoyakusudia? Ile fedha ambayo kwamba unalipwa na kampuni au ile faida ambayo unayoipata kwenye biashara yako unayoifanya, angalia kile kiasi cha fedha na malengo yako ambayo uliyojiwekea katika ulimwengu. Je, mimi nitafika kwenye lengo langu la kuwa mfanyabiashara mkubwa, la kuwa mwekezaji mkubwa? Utakapoangalia hili jambo mwisho wake huenda likawa hivi na lisiwe hivi, basi fahamu ya kwamba hii ni njia mojawapo ya kuweza wewe kufikia yale malengo ambayo unayoyahitajia. faman jabuna an yarhala an baladihi li talabi rizqin au ilmi. Mfano, mtu atakapoamua kufanya uzembe au atakapoamua kufanya ujinga, akakosa kusafiri kutoka kwenye nchi yake au kutoka kwenye mji wake kuenda sehemu nyingine, lengo ni kwenda kutafuta riziki, lengo ni kwenda kutafuta ilmu, lakini kizuizi chake ambacho kinachomzuia mpaka asiende nchi nyingine au asiende mji jirani kwenda kutafuta riziki ama elimu, yara anna min almuhtamali an yusibahu maradun au qad yamutu fi ghurbatihi. Katika mawazo na fikra zake anaona, mimi nikisafiri, nikienda nchi jirani, nikienda mji jirani kwenda kutafuta riziki, kwenda kutafuta maisha, kwenda kutafuta elimu, anaona ya kwamba akienda kule atakwenda kuteseka na maradhi na familia yake haiko karibu na yeye, au atakwenda kufa katika mji ambao ni wa kigeni ama nchi ambayo ni ya kigeni. Lakini hapo hapo na mawazo aliyokuwa nayo mabovu katika akili yake na kichwa chake, minal muakkidi, ana uhakika annahu idha lam yartahil, ya kwamba asipoamua kusafiri kwenda nchi jirani kwenda kutafuta maisha au kwenda ughaibuni kwenda kutafuta maisha, dhaka rizquhu, riziki yake itakuwa ni ya dhiki na ya tabu, au qalla ilmuhu, au elimu yake itakuwa ni chache, hajaongeza elimu. Fanadharu fil awaqibi, akiangalia mwisho wa hili jambo analotaka kulifanya, yahmilu almar'a ala shajaati wal iqdami, itampelekea mtu huyu aweze kuwa na ushujaa na kuamua kusafiri kwenda kutafuta maisha nchi nyingine. Ndio maana tunasema ya kwamba jambo la kwanza ambalo litakufikisha kwenye malengo yale ambayo umeandaa na kuyachora katika huu ulimwengu, unataka kuyafikia malengo yale, angalia mwisho wa jambo lako litakuwaje. Ukiona ya kwamba mimi kukaa kwenye nchi yangu, mimi kukaa sehemu ambayo niliyozaliwa, nitakuwa masikini, riziki yangu itakuwa ni finyo kwa sababu kazi natafuta sipati, ina maana mimi sina mwelekeo. Nitakapoendelea kuishi mahala hapa, nitakufa masikini, nitakufa nikiwa sina kitu. Basi moja kwa moja akilijua hili,
atapata ushujaa na nguvu aamue kuondoka kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine, ili asiwe masikini na fukara. Na hili jambo linaumiza watu wengi sana. Mtu ametafuta kazi, amehangaika katika nchi yake, amekwenda kila kampuni, hachukuliwi. Matokeo yake anaamua kukaa. Yeye anasema Mwenyezi Mungu inshallah ataleta bwana. Mwenyezi Mungu ataleta wapi? Wewe unatakiwa ufanye maamuzi ya kiume, uamue kuondoka. Pengine riziki yako haiko hapo. Nenda nchi jirani, nenda ng'ambo, katafute maisha. Uenda kule unakokwenda ukafanikiwa. Usijali ya kwamba mimi kule naenda ni ugenini, nitakapokuwa mgonjwa nani ataniangalia? Huenda nikafa huko ugenini. Kumbuka, ukiwa hapa utakuwa mgonjwa, ukiwa hapa kama habari yako ya kufa imefika utakufa tu. Qala Imamu Shafi'i rahimahullah, amesema Imamu Shafi'i, Mwenyezi Mungu amrahamu, mwanachuoni huyu, safir tajid iwadan amma tufariqu. Anasema safiri kwenda kutafuta elimu, safiri nenda kutafuta maisha. Hakika kule unakokwenda utapata nyongeza ya kile ambacho unachokwenda kukitafuta. Usikae katika nchi yako, usikae katika mji uliozaliwa. Amua katafute maisha. Kama hapa maisha hayaja kukalia sawa, ndiyo hapa utapata badala na nyongeza kwa kule kuondoka kwako katika nchi yako, katika mji wako. Wansib fa inna ladhidha al-aishi fi an-nasab. Imamu Shafi'i anasema nenda ukapate tabu, nenda ukapate dhiki. Kwa sababu gani? Hakika ya maisha mazuri yapo katika ile tabu na dhiki unayoipitia wakati unatafuta unachokitafuta. Hakuna riziki ambayo kwamba inakuja kama maji. Hakuna riziki ambayo inakuja kirahisi. Amua kwenda kupata dhiki na tabu, kwa sababu maisha mazuri yapo katika ile tabu ambayo unayoipitia. Inni raaitu wuqufa al-ma'i yufsiduhu. Imamu Shafi anasema hakika yangu mimi nimeyaona yale maji yanaposimama huwa yanaharibika. Maji yanapokuwa yapo sehemu moja yamesimama, mara nyingi yale maji huwa yanachafuka. Kunatupwa kila aina ya uchafu katika yale maji. Nyasi, majani, kila aina ya uchafu vitakuwepo katika yale maji. Insala taba wa in lam yajri lam yatib. Lakini maji yale yakiwa yana sifa ya kutembea huwa yanasafishika, yanakuwa safi. Ule uchafu unapelekwa na maji yanajisafisha yenyewe. Lakini maji yale yasipotembea yakiwa yako sehemu moja, maana yake yale maji kila uchafu utakuwa unaingia ndani na yanazidi kuchafuka. Nini maana yake? Hii inamaanisha ya kwamba ukiamua kukaa katika sehemu uliozaliwa, katika mji ambao uliozaliwa, umekomaa, utaki kwenda kutafuta maisha nje, huenda maisha yako yakawa ya dhiki na tabu. Lakini ukiamua kuondoka kwenda kutafuta maisha mbele mbele, huenda Allah akayanyoosha maisha yako yakawa maisha yaliyokuwa mazuri. Wal asadu laula firaku la ardi maftarasat. Imamu Shafi anasema na yule simba lau kama sio kutembea katika ule msitu, katika ile ardhi, asingepata mnyama wa kuweza kula. Wasahmu laula firaku alqausi lam yusib. Na ule mshale kama sio kutoka kwenye upinde usingelenga sehemu ambayo unayoitaka wewe. Sharti ukalenge sehemu unayotaka wewe, ni ule mshale utoke kwenye upinde. Sasa leo kuna baadhi ya watu wana sifa hii. Mtu amekaa maisha tabu, maisha ya dhiki,
lakini anakwambia shekhe, hakuna kazi, wacha tumuombe Allah jalla fi'ala, tutapata kazi inshallah. Utapata kazi wapi? Umehangaika, umedhalilika, umeteseka. Jaribu sehemu nyingine, huenda maisha yakaenda kunyooka unakokwenda. Haya maneno ya Imamu Shafi'i utayapata kwenye kitabu Diwanul Imami Shafi'i.